Sisi kama tuliopewa dhamana ya ulinzi wa mazingira, wajibu wetu ni kuendelea kuelimisha watu kuhusu namna ya ujenzi, mipango miji, lakini kushirikiana na serikali za mitaa kuweka miundombinu ambayo itapunguza athari za mafuriko. Na kinachofanyika hapa ndio hicho. Ni kutengeneza kuta kubwa nene zitakazobaki kati ya miaka 75 mpaka 100 ili kudhibiti bahari hii inayokula ardhi. Na mmeona kuna madhara makubwa sana pale Kivikoni na kwa maeneo mengi ya fukwe katika nchi yetu yanayotokana na athari hizo. Kwa hiyo tumetembelea mradi huu na kuhakikisha kwamba kwanza unatekelezwa kwa kiwango kinachotakiwa, lakini pili unamalizika kwa wakati. Serikali inapata manufaa ya ushirika huu wa maendeleo ambao ofisi yetu, ofisi ya makamu wa rais, imetafuta kuhakikisha kwamba fedha zinapatikana ili miradi hii itekelezwe. Dhamira yetu ni kuendelea kutafuta rasilimali ili tufanye katika maeneo mengi zaidi nchini. Wakati wa mvua inaponyesha zetu katika mwanga katika ufereji huwa zinaleta usumbufu wa maji na kwa yaende, unaona naomba maji yanapokuwa menasi sometimes yanasababisha hata vimelea vya mbu. Sisi na mradi huu wananchi wako muda mrefu sana umekuwa ni kero kubwa kwa wananchi, hasa kipindi ambacho mvua kubwa inaponyesha inasababisha mmomonyoko, maana hii barabara yote ilikuwa inamomonyoka. Sote kwa pamoja tunahitaji kutumia kwa ufanisi zile rasilimali zote. Kama ni nishati, tutumie kwa ufanisi. Kama ni hata na misitu ikitumika vizuri, sio kwamba lazima tutaijaribu. Tunaweza tukaitumia, lakini pale tunapanda mingine au tunatumia kwa utaratibu ambao unaeleweka, ili kusudi na sisi tuweze kuboresha maisha yetu na wengine wataendelea kutumia. Kwa hiyo